Tanzania Malezi Summit imetamatika hapa jijini Mwanza, na nazungumza sasa na sehemu ya washiriki wa kongamano hili kubwa kabisa la kitaifa ambao lilitanguliwa na kikao cha tathmini ya utekelezaji wa program ya PJT MAM hapa jijini Mwanza. Hapa namzungumzia kaimu afisa ustawi wa jamii mkoa wa Morogoro, Hamisa Kagambo, pamoja naye Salome Magembe ambaye yeye ni afisa lishe mkoa wa Morogoro. Karibuni sana, hebu tutazamie hizi siku 4 za nguvu hapa jijini Mwanza. Umetazamaje Hamisa, na kuanzia vikao vya tathmini tuanzie hapo? Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kwa utambulisho, kwa majina naitwa Hamisa Amiri Kagambo, ni kaimu afisa ustawi wa jamii mkoa wa Morogoro. Kwanza awali ya yote nipende kuishukuru serikali yetu ya awamu ya 6 ndani ya mheshimiwa wetu mama au Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuipa kipaumbele swala la familia. Tunafahamu kwamba kwenye jamii zetu familia ndio taasisi kubwa. Familia ndio kioo. Familia ndio kila kitu kwenye jamii. Maendeleo yote yanatokana na ngazi ya familia kwanza. Kwa hiyo tunaishukuru serikali yetu kwa kuendelea kuweka kipaumbele kujenga familia bora ili kuimarisha taifa la baadaye. Lakini kama ulivyosema ndugu mtangazaji kwamba tulianza na vikao vya tathmini kwa siku 2 ambako tunamshukuru sana mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza kwa kutufungulia hivyo vikao. Saidi Mtanda. Kwa hiyo tulifanya vile vikao, lakini kulikuwa na mawasilisho ya utekelezaji wa program ya malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Tumeona kuna jitihada nyingi sana ambazo zimeshafanyika kwenye ngazi za mikoa, lakini kwenye ngazi za halmashauri ambako mambo mengi yamefanyika na mambo mengi yametekelezeka. Watoto wamesaidiwa, lakini pia kumekuwa na coordination au ushirikiano mkubwa sana kati ya serikali na wadau kwa ajili ya kutekeleza afua kwa watoto, hasa wale wa miaka 0 mpaka miaka 8. Lakini kama unavyojua kwamba hii program ina afua 5. Imepita kwenye afua. Kuna afua kwenye eneo la afya kwanza, tukianzia na hapo kwamba inaangalia ni jitihada gani ambazo tunafanya kuhakikisha mtoto kuanzia miaka 0, hapo tukimaanisha kwamba ni mama mjamzito, miaka 0 mpaka siku 0 mpaka siku 1000 anakwenda kuwa salama. Tunataka kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama wa huyo mtoto uko vizuri, lakini tunataka kuhakikisha kwamba yule mtoto anafikia utimilifu kuanzia siku 0 mpaka siku 1000. Lakini mbali na vikao vya tathmini ya shughuli za program, tumepata wasaa wa kuzindua mwongozo. Tutarudi hapo kwenye mwongozo. Tumsikie pia na Salome Magembe, amekaa muda kidogo bila kuzungumza. Hebu tuambie na wewe, umeonaje vikao vya tathmini kabla tujaje sasa kwenye Malezi Summit yenyewe? Karibu. Nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Salome Magembe, ni afisa lishe wa mkoa wa Morogoro. Ndio. Napenda kushukuru kwa kupata fursa ya kuweza kushiriki kongamano hili la familia ambalo lilianza na vikao vya siku 2 vya tathmini ya utekelezaji wa program ya malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Kikubwa kupitia vikao vile ambacho nimejifunza ni kwamba swala la malezi ni swala mtambuka. Halitegemei kundi moja au taasisi moja. Kwa hiyo swala la malezi na makuzi ni swala mtambuka au swala jumuishi ambalo linahitaji nguvu ya pamoja ya afua mbalimbali, lakini taasisi mbalimbali ikiwepo za serikali pamoja na taasisi binafsi. Sasa katika swala la malezi na makuzi ya mtoto tunajua tunazo afua 5. Lakini mimi nitaongelea upande wa afua ya lishe. Tunaweza tukasema kwamba lishe ikawa kama ndiye afua kuu mojawapo katika kuhakikisha malezi yanakuwa. Kwa sababu tunasema lishe bora ndio afya bora. Lishe bora ndio msingi wa maendeleo ya binadamu, kiafya, kiakili, hata kiuchumi. Kwa hiyo kupitia hii programu ya jumuishi ya malezi na makuzi ya mtoto tumejifunza kupitia tathmini iliyofanyika hizi siku 2, 21 na 22 Mei, kwamba ili swala linahitaji kuimarisha zile afua za lishe ambazo zinalenga kujenga afya ya mtoto, tukianzia kwanza kwa mama ambaye ndio
ndio kama kiwanda cha kutengeneza huyo binadamu tunayemtarajia. Sawa sawa. Kwa afya ya mama ikiwa mbovu, tunategemea kupata mtoto ambaye hayuko salama. Sawa sawa. Tunajua kwamba tunatamani watoto waweze kufikia ukuaji timilifu. Lakini kama atakuwa ana afya mbovu au analishe mbovu, obviously itaathiri ukuaji wake, itaathiri ubongo wake. Ubongo ili uweze kufanya kazi vyema, unahitaji lishe bora. Kwa afua nyingi ambazo tunatakiwa kuziimarisha ni zile ambazo zinalenga kuimarisha afya ya mama kuanzia pale anapo conceive, kupata mimba. Tunasema zile siku 1000 za mwanzo za mtoto tangu mimba inapopokelewa mpaka anapozaliwa mtoto mpaka anapofika miaka 2. Sawa sawa. Ni sehemu ambayo tunatakiwa kuweka mkazo kwa kiasi kikubwa. Lakini baada ya miaka 2 na kuendelea mpaka miaka 8, bado swala la lishe aliepukiki. Sawa sawa. Bado tunahitaji kuwajenga watoto kupata lishe bora, kupatumia vyakula ambavyo vitawasaidia kukuza akili zao na ubongo wao, ili hata katika yale afua zingine zinapotekelezeka za matendo usichangamshi na ujifunzaji wa haraka na masuala kama hayo, yanahitaji akili ambayo iko vizuri. Kwa hiyo tumejifunza kupitia hivyo vikao kwamba kuna baadhi ya afua ambazo zimefanyika kwa namna moja au nyingine zimechangia kutufikisha hapo tulipo, lakini bado tunahitaji kuweka mkazo, kwa sababu inawezekana tulikuwa tunaziona kama ni afua tu za lishe kujitegemea pasipo kujua kwamba zina mchango mkubwa katika malezi. Tukitolea mfano, sasa hivi zimeanzishwa hizi daycare center nyingi. Watoto wanashinda pale wenye umri ambao bado ubongo unahitaji kukua na kujifunza. Lakini tukiangalia lishe zao, wengi hatuzingatii mlo ambao wanapewa. Kwa hiyo tumeona kwamba ipo kazi ya kufanya, kuzitembelea hizi daycare center, kuangalia wale watoto wanapata nini, kuangalia afua za afya ambazo wanapewa, kufanya tathmini ya hali ya lishe zao au watoto, kwa sababu tunategemea ni umri ambao walitakiwa waende kliniki. Sababu kliniki ya mtoto wa Kitanzania anatakiwa tangu anapozaliwa mpaka miaka 5. Lakini unakuta miaka 2 mtoto yuko shuleni, anashinda daycare, mama yuko katika shughuli za kuzalisha uchumi. Turejee sasa katika kilele cha siku ya kimataifa ya familia ambayo imebebwa na kongamano la kitaifa la malezi. Hivi ambavyo vimezinduliwa leo ni miongozo miwili ya afua za utekelezaji wa malezi na matunzo ya watoto na familia. Mwongozo wa kwanza ni mwongozo wa dini katika malezi ya watoto ambao umehusisha imani ya Kiislamu pamoja na Kristo, lakini mwongozo wa pili ni mwongozo wa taifa wa uanzishaji na uendeshaji wa jukwaa la wazazi kuzungumza kuhusiana na masuala ya watoto. Kwa hiyo mmeongezewa hali hiyo ya kuongezewa hiyo miongozo ambao tunaambiwa wazazi walikaa wenyewe, lakini viongozi wa dini walikaa wenyewe wakaona kulingana na muktadha wa Tanzania kwenye swala la dini likoje na wanataka kuaddress kuelekeza nini. Hiyo mmeichukuliaje? Hiyo tumeichukulia vizuri na tumeshukuru, kwa sababu jamii inaongozwa na viongozi wa dini na watu mashuhuri. Yaani kwa component hiyo au kwa watu hao kushirikishwa kwenye hii program, kwa kweli tutakuwa na mafanikio makubwa sana, kwa sababu hakuna jamii bila kiongozi wa dini. Na ukiangalia matukio sasa hivi ni kazi nzuri sana kuwashirikisha hawa viongozi wa dini ili kuweka jamii imara. Kwa sababu tunatambua kwamba kuna changamoto ya kimaadili, kwa hiyo wao ni msaada mkubwa viongozi wa dini katika kuishape au kuirekebisha jamii. Matukio ni mengi. Tunaona sasa hivi kuna watoto ambao wameshirikishwa kwenye matukio ya wizi, tuna watoto ambao maadili kwa kweli sio mazuri kwenye jamii. Kwa hiyo kwa kushirikisha viongozi wa dini, kwa kushirikisha hawa watu wa mashuhuri, kwa kushirikisha viongozi wa serikali, kwa kweli naona programu inakwenda kuwa na mafanikio. Asante sana. Salome, hebu tuambie na wewe kuhusiana na siku 2 za nguvu za Tanzania Malezi Summit na mambo ambayo umeyatazamia. Okay. Nami napenda kushukuru pia kwa ajili ya kongamano hili Malezi Summit ya siku 2 ambalo kiukweli tumeweza kuona. Kwanza siku ya kwanza ambayo tumepitia midahalo mbalimbali, mawasilisho ya tafiti mbalimbali ambao kweli yanaonyesha kwamba swala la malezi bado tunahitaji kuweka mkazo, kwa sababu bado kuna sehemu kama wazazi hatusimami kwenye nafasi zetu, na hii inachangia sasa kuwepo kwa matukio mbalimbali ya kiukatili, kuwa na kizazi ambacho sio tegemezi, yani sio akijitegemei, kitu ambacho wanashindwa kujifunza maadili. Kwa hiyo tunaona kwamba tumeweza kuona kwamba kuna mchango wa wazazi wote, baba na mama, kusimama katika malezi ya kujenga familia.
Lakini kupitia siku ya leo ambayo ndio hitimisho na kwa uzinduzi wa hiyo miongozo miwili ambayo ni mwongozo ambao unahusiana na viongozi wa dini, lakini pamoja na mwongozo ambao unalenga wa kuunda vikundi malezi kwa wazazi. Mimi naona kwamba hii ni hatua kubwa ambayo itakwenda kutufanikisha. Tukianza na huo viongozi wa dini, tunajua kwamba ni watu wanaoamini katika jamii. Na tuna baadhi ya watoto kweli wanashiriki katika nyumba za ibada. Kwa hiyo tunategemea pia ni forum nzuri ambapo ule mwongozo sasa utaweza kutumika pamoja na masuala ya kimani wanaofundishwa, lakini pia kutakuwa kuna masuala ya malezi na makuzi ambao pia watayapata. Akiyapata shuleni, akayapata na kwenye nyumba ya ibada, tunamkuza mtoto yule, anaweza kuona kwamba hiki ni kitu cha msingi na hata ataweza kukizingatia, na mwisho wa siku tutakuwa na jamii iliyo bora. Lakini pia kwenye swala la vikundi malezi, vikundi malezi awali vilikuwepo. Kwa mfano kwa mkoa wa Morogoro tulikuwa tuna vikundi malezi vya wazazi wenye watoto wa siku 1000. Yaani kuanzia wale wenye mimba mpaka wale wenye watoto chini ya miaka 2. Lengo ilikuwa kupitia programu ya masuala ya kuboresha lishe, kwa sababu ndo tunajua ndo kipindi ambacho ni cha msingi ya kumtengeneza binadamu katika siku zile 1000. Lakini hakukuwa na mwongozo rasmi kwamba hivi vikundi viundweje. Kwa vimekuwa kwa kusuasua, lakini kupitia sasa huu mwongozo nafikiri sasa utaleta kama mwanga kwamba viundweje, vitaendaje, vitaongozwaje, kwa sababu hapo awali vilikuwa kama vimekaa kiprogram, kwa sababu kwa kuna project ambayo ilikuwa inasimamia hayo. Lakini kwa kitendo cha serikali kuliofficiate na kutengeneza mwongozo, ina maana tunaona sasa kwamba mapokeo ya wazazi yatakuwa vizuri, na mwisho wa siku tutaweza kujenga jamii ambayo itakuwa iko bora, na ndicho kitu ambacho tunakitazamia. Sawa, mimi niwashukuru, asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante sana. Huyo ni Salome Magembe pamoja naye Hamisa Kagambo ambao nimekuwa nao katika kutazamia yaliyojiri hapa jijini Mwanza. Lakini timu ya Morogoro ilikamilishwa na watu 4 kwa maana wataalamu. Innocent Rusomyo ambaye ni afisa program kutoka shirika la Childhood Development Organization CDO pale Mzumbe Morogoro, pamoja naye alikuwepo Joseph Machira ambaye ni mratibu wa miradi wa shirika la CDO. Mimi naitwa Ahmad Rashidi. Tunakuambia kwa sasa kwa heri kutokea hapa jijini Mwanza. Mambo mengi yataendelea kuja hapa. Mwandishi kinara wa program za MAM hapa mkoani Mwanza, Dr. Ton Alphonse amesimamia picha hii.